Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Sibuka TV na mfuatiliaji wa Linde FM. Ninakusalimu katika jina zuri la Yesu Kristo Bwana wetu. Ninakukaribisha tena hivi leo katika kipindi chako kipendacho cha Jifunze Biblia. Na leo tunaenda kuendelea kuangalia somo letu zuri la namna ya kutafsiri Biblia, yani Biblical Hermeneutics. Na katika siku hii ya leo tutaendelea na sehemu ya 22 ya somo letu tangu tumeanza somo la Biblical Hermeneutics. Naomba tuwe pamoja. Kumbuka ya kwamba siku hii ya leo tutakwenda kwenye kipindi cha kujibu maswali na majibu, na tutaenda kujibu swali linalosema ya kwamba ni mambo gani ya msingi ambayo kila mwanandoa wa Kikristo anapaswa kuyazingatia ili kudumisha ndoa yake yenye upendo wa kweli na amani ya kudumu. Ili uweze kupata ndoa yenye upendo wa kweli na amani ya kudumu, tutakwenda kuiangazia hayo mambo, na naomba uwe pamoja nami kuanzia mwanzo huu hata mwisho wake. Kabla tujasonga mbele, tujikabidhi mikononi mwa Bwana. Baba Mungu mwema, asante kwa sababu ya neema hii ambayo umetupa mimi na msikilizaji wangu pamoja na mtazamaji wangu. Ninakushukuru kwa sababu ya darasa hili ambalo umetupa katika siku hii ya leo, kwenda kuyajua mambo ya msingi ambayo Mungu yatatupa ndoa yenye upendo wa kweli pamoja na amani ya kudumu katika maisha yetu. Baba wa amani, ninaomba ukapate kutuwezesha wote, hata na mtazamaji wangu kapate kuyapokea sawasawa na utukufu wa jina lako Yesu. Asante kwa kuwa yote haya yameenda kutendeka katika Roho wako Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo, Baba, tumeomba na kuamini. Amen. Karibu tena pendwa mtazamaji. Kumbuka ya kwamba mimi ninaitwa mchungaji Richard Michael Masi. Ni mchungaji wa kanisa la EAGT Unyinga hapa Singida Manispaa, na tunamtumikia Mungu mahali hapa. Tena ninaweza kupatikana katika email address richardmasi@yahoo.com, lakini pia waweza kunipata katika social media, yani Facebook, Instagram, TikTok na YouTube kwa kuandika neno mchungaji Richard Masi. Hapo utanipata na utapata mafundisho mbalimbali ambayo nimekwisha kuyapakia katika social media hizo. Lakini pia katika TV yetu ya Sibuka unaweza kutupata kupitia kipindi cha Jifunze Biblia ambacho kinarushwa kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 10:30 mpaka saa 11:30 jioni, na marudio yake ni siku ya Jumanne saa 10:30 mpaka saa 11 jioni. Hapo ndipo tunapatikana na tunaweza kuendelea kutoa mada zetu, na Mungu akaendelea kukubariki kwa kuendelea kuyajua na maandiko. Kumbuka kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Hatuachi kujifunza, hatukomi kujifunza. Kwa hiyo lazima tuendelee kuchuchumilia maarifa ambayo yatatuwezesha sisi kuwa kama Kristo, kuendelea kuchuchumilia hata kufikia kimo cha Kristo katika maarifa na katika unyenyekevu wote. Hivyo basi uendelea kututembelea katika masaa hayo na siku hizo. Lakini katika YouTube account unaweza kwenda pale ukaenda katika kile kisehemu cha search button ukaandika neno TV Sibuka EAGT. Pale utakapoandika haya maneno, basi unaweza ukapata vipindi mbalimbali ambavyo vimekwisha kupakiwa katika YouTube account na katika akaunti ya Sibuka TV. Utapata mafundisho mazuri ya wazee wetu, utapata mambo mazuri kutoka kwa walimu mbalimbali ambao wameidhinishwa na TV yetu Sibuka na uongozi wake. Kwa hiyo mambo kama haya utaweza kuyapata. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ninakukaribisha sana. Kumbuka ya kwamba tulikuwa tunaendelea kusoma Biblia, na leo hii tarehe 20 mwezi wa 10 2025 katika sura zote 929 za Agano la Kale tumetembea sura 879 mpaka sasa
kwa mpango wa kwamba sura 3 kila siku za Agano la Kale na sura 1 ya Agano Jipya. Hivyo sasa tumetembea kwa 94.62 na tumebakiza sura 50 peke yake ili kuweza kumaliza kabisa kitabu cha Agano la Kale. Na kuhusu kitabu cha Agano Jipya tumekwisha kumaliza. Sasa hivi tunaendelea kurudia zile sehemu ambazo tunaona kwamba Roho anatuongoza ili kuweza kuzikazia zaidi. Lakini tangu tarehe 17 mwezi wa 9 tulimaliza kabisa kwa mpango wa sura 1 kwa siku moja. Leo hii hatunayo tena maandiko yaliyobaki, tumekwisha kumaliza. Wewe ambaye bado umebakiza sura kadhaa kwenye Agano Jipya, hakikisha unatembea mwendo haraka ili tuweze kuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi kipindi kilichopita tuliangalia kipindi pia cha maswali na majibu, maana tumeendelea kusikia maoni mbalimbali. Simu zimekuwa zikipigwa, jumbe zimekuwa zikiandikwa, SMS, WhatsApp na hata kwenye email, na tumeendelea kupokea na kuendelea kuyafanyia kazi. Na moja ya kazi ambayo tunayafanyia maoni yenu wapenzi watazamaji ni pamoja na kuandaa majibu ya maswali yenu. Na tuliangalia kipindi cha maswali na tulijibu swali ambalo lilikuwa linasema ya kwamba, je, Biblia inashaurije katika kuhuisha mahusiano yaliyoharibika baina ya wanandoa wa Kristo? Kwamba hiki ndicho kipindi ambacho tulikiangalia, kwamba inashauri nini. Kumbuka ya kwamba Biblia ina kila kitu. Biblia ni kitabu cha kila Mkristo, cha kila muamini. Biblia ni zana bora ambayo inahitajika ili tuweze kutembea katika mapenzi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa Biblia ilikuwa inatushauri kuhuisha mahusiano ambayo yalikuwa yameharibika. Pengine kuna mgogoro, pengine kuna sintofahamu ambazo ziko baina ya bwana na bibi. Basi hayo mambo yanawezekanaje kutengenezwa na kurekebishwa ili kuweza kuendelea mbele na maisha ya kiroho pamoja na ya ndoa. Sasa tuliangalia mambo kadhaa, kwamba tuliangalia sababu kadhaa, sababu 7 ambazo zingeweza kutuwezesha au zingeweza kuwawezesha waamini kuzipitia ili kuweza kurejea katika mahusiano yaliyo bora. Na tukaona pia wanatheolojia nguli mahiri kabisa walitufundisha, mfano wa Dr. Jack Hayford. Yeye alitufundisha na huyu ni mchungaji wa Kipentekoste na mwanzilishi wa Church on the Way, kwamba kanisa njiani, na yeye ni mtaalamu wa uinjilisti na familia. Yeye ameandika pia vitabu kadhaa. Sasa katika moja ya kitabu chake anasema ya kwamba mahusiano yaliyovunjika si mwisho wa hadithi ya ndoa. Yaani kwamba hata kama mahusiano yameharibika, kuna kukosana, kuna kupishana katika kauli, katika msimamo, si mwisho wa hadithi ya ndoa. Kwa hiyo bado kuna tegemeo tena. Ndani ya Kristo kuna nguvu ya upya, kwamba ndani ya kuwa ndani ya Yesu kuna nguvu ya upya, na kila tendo la toba na msamaha huweka jiwe la msingi kwa muujiza wa uponyaji wa ndoa. Kwamba yule baba, yule mama atakapotubu baada ya kutenda kosa lake, basi ameweka jiwe la msingi kwa muujiza wa uponyaji wa ndoa yake. Na yule baba, yule mama ambaye atakuwa amekosewa, kama akiweza kuweka msamaha kwa ajili ya ile ndoa yake, hilo ni jiwe la msingi katika muujiza wa uponyaji. Kwa hiyo mahusiano yaliyovunjika si mwisho wa hadithi ya ndoa. Ndani ya Kristo kuna nguvu ya upya, na kila tendo la toba na msamaha huweka jiwe la msingi kwa muujiza wa uponyaji wa ndoa. Na hili tuliliona kwamba aliliandika Jack Hayford katika kitabu cha
Rebuilding Broken Relationships, yani Charisma Magazine ya mwaka 1998. Kwa hiyo kupitia jambo hili ama tendo hili tunaweza tukaona kwamba hata mahusiano yaliyoharibika, hata ndoa ambayo imeingia kwenye mgogoro na kutokuelewana, bado kuna nafasi. Madam tu Yesu yuko ndani yenu, madam tu mnamwamini huyu Kristo Bwana wa amani. Kumbuka ya kwamba wewe kama upo kwenye ndoa na yumkini bado hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anayeweza kushikilia ndoa yako kuwa salama ni huyu Bwana Yesu, kwamba Yesu anafanyika kuwa upatanishi wenu. Kwa hiyo sasa kimbilia kwa Yesu uweze kuokoa ndoa yako. Njoo kwa Yesu ili uweze kuwa salama katika maisha yako ya kimahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tulimwangalia kwa hiyo tukahitimisha ya kwamba Biblia haitufundishi kutoroka ndoa tunapoumia, bali kutafuta uponyaji wa moyo, msamaha wa kiungu na kurudisha mahusiano kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Biblia haitufundishi kutoroka ndoa tunapoumia, kwamba hata mambo magumu yanapojitokeza kwenye ndoa, Biblia haikushauri wewe kukimbia, haikushauri wewe kuondoka. Biblia inakutaka wewe kutafuta uponyaji wa moyo. Lazima utafute uponyaji wa moyo, msamaha wa kiungu na kurudisha mawasiliano kwa upendo. Kwa hiyo sasa hivi ndivyo Biblia inavyotutaka. Tulisoma kipindi cha nyuma wakati tuko shule ya sekondari kwamba running from the problem is not the best way of solving the problem. Unaona hiyo? Kukimbia kutoka katika tatizo sio njia bora ya kutatua tatizo. Kwa hiyo sasa kama hivyo ndivyo ndoa imeleta shida, lazima tuweze kufanya marekebisho yenye kuleta afya, yenye kuleta uponyaji wa moyo, yenye kuleta msamaha, yenye kurudisha mawasiliano kwa upendo. Haya ndio mambo ambayo tunaweza tukayafanya na tukasimama na tukaendelea kusonga mbele. Kumbuka ya kwamba tunaishi kwa muda mfupi. Pendwa mtazamaji na msikilizaji wa Linde FM, tunaishi kwa muda mfupi. Maandiko matakatifu yanatuambia ya kwamba umri wa mwanadamu ni miaka 70, kama ana nguvu ni miaka 80. Na baada ya hapo ni mateso, ni dhiki, ni vitu ambavyo hauwezi tena kufurahia. Maana yumkini unaweza ukawa unatolewa nje, unaota jua kidogo, baadaye unasema nirudisheni ndani, kila kiungo kinauma. Lakini miaka 70 na 80 ukiwa na nguvu ni miaka ya kuishi kabisa. Kwa hiyo kama tunaishi kwa muda mfupi namna hii, imetupasa mimi na wewe tuendelee kudumisha na kutunza mahusiano yetu na kusimama imara ili tukapate kuendelea kumtukuza Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ndiyo inayotupa uhimizo kwamba ndoa iliyoharibika ama mahusiano yaliyovurugika yanaweza kurejeshwa. Wewe mama ambaye umeamua kuchukua begi ukakimbilia nyumbani kwenu ukasema ya kwamba ndoa imenishinda, ndoa imekuwa ndoano, bado kuna nafasi tena, bado kuna wakati mwingine tena ambao Bwana anakupa ili uweze kutengeneza tena maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile vile ndoa nyingi hupona kwa neema ya Mungu kupitia maombi, mazungumzo ya wazi, toba ya kweli na msamaha wa kiroho. Kwamba ili kuweza kuponyesha ndoa zetu lazima tuwe na muda wa maombi. Twende kwa Bwana, tumwambie vile ambavyo tunahitaji iwe, atutengenezee ndoa zetu, aturekebishie mahusiano yetu, atusawazishie pale ambapo hapako sawa. Huyu baba simuelewi, huyu baba simuelewi.
Mungu aweze kumfanya aeleweke ili na wewe uweze kumwelewa. Lakini vile vile mazungumzo ya wazi, lazima kuzungumza kile kitu ambacho kinakukera tena kwa wazi kabisa. Kaeni mzungumze. Tena mazungumzo ya wanandoa yanafanyika chumbani. Mnapokuwa kule ndani, mnakuwa mna nafasi ya kujadili. Mwenzangu, nadhani ukienda hivi itakuwa ni vizuri, na wewe anakueleza ukienda hivi itakuwa vizuri. Mazungumzo ya wazi, na hayo mazungumzo mnayoyazungumza yafuatiliwe, yafanyiwe kazi. Msikubaliane baadaye kila mmoja anaendelea na maisha yake kama yalivyokuwa awali. Kwa hiyo maombi, mazungumzo ya wazi, toba ya kweli. Lazima pale ambapo mtu anapokosea, kwanza lazima akiri kwamba kweli hapa mama sijaenda vizuri, kweli hapa baba sijaenda vizuri. Kwa hiyo sasa, kama anaweza kuwa na hiyo toba ya kweli, basi anaweza kuanza upya na mahusiano yale yakaendelea kupata afya na amani na msaada wa Mungu. Lakini pia msaada wa kiroho ni muhimu sana, kwamba katika maisha ya Ukristo, katika maisha ya waamini, tunao wataalamu ambao wanaweza kusaidia katika ndoa. Angalau mkaletwa pamoja. Kuna mambo hamwezi kuyamaliza ninyi wawili. Kuna mambo ambayo lazima mshirikishe mtu wa tatu atakayeweza kuwajenga na kuwaweka kwenye misingi mizuri. Mathalan mchungaji, askofu na kiongozi mwingine yoyote wa kiroho. Yeye anaweza akawaleta pamoja, mkazungumza na mkaelewana tena na mkaanza maisha yenu upya. Kwa hiyo sasa katika mambo haya, kwamba Biblia haifundishi kutoroka katika ndoa bali kutatua, na pia ndoa zinaweza kupona kupitia maombi, mazungumzo ya wazi na toba ya kweli na msaada wa kiroho. Haya ni mambo ambayo yanaweza yakamwezesha yanaweza yakawawezesha watumishi wa Mungu katika ndoa zao wakasimama imara na wakawa wanaenda mbele katika kumtukuza huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mpendwa mtazamaji wa Sibuka TV, ninakusihi wewe ambaye ndoa yako haiko sawa, fuata njia hizi ili uweze kuirejesha katika usawa wake unaostahili. Kumbuka ya kwamba kipindi hiki ni cha wiki iliyopita. Unaweza kuandika neno TV Sibuka EAGT kwa YouTube yako na ukapata hiki kipindi, ukajifunza tena, ukaona namna ya kufanya marekebisho ili kuweza kusimama tena upya katika kumtukuza huyu Yesu, mfalme wetu mwema. Bwana Yesu asifiwe. Basi leo hii tutaendelea mbele na tutaenda katika kusoma hermeneutics, ambayo ni namna ya kufasiri maandiko matakatifu, na vile vile tutaenda kuangazia katika swali linalosema ya kwamba ni mambo gani ya msingi ambayo kila mwanandoa wa Kikristo anapaswa kuyazingatia ili kudumisha ndoa yenye upendo wa kweli na amani ya kudumu. Kwamba ni mambo gani ambayo wanandoa wa Kikristo wanapaswa kuyadumisha ili kuwa na upendo wa kweli na amani ya kudumu. Upendo wa kweli na amani ya kudumu. Haya ni mambo matano makubwa ambayo tutakwenda kuiangazia siku hii ya leo. Naomba usiondoke kwenye kiti chako, sebuleni kwako ama ofisini kwako, ili tuweze kuyajua haya mambo. Kumbuka Mungu anao mpango mzuri kabambe kwa ajili ya kuziboresha ndoa zetu. Na kama tukifuata neno lake hili, tukifuata nasaha zake hizi, tukifuata misingi yake hii mitano, ndipo tutakapostawi na kuona furaha na kuona paradiso ndani ya familia. Kwa yule baba, kwa yule mama, ukaona kwamba kuna utukufu mwingi wa Mungu uliopajaza. Kwa hiyo naomba tukaangalie mambo haya matano moja kwa moja. Hizi ni nguzo tano za kuijenga ndoa yenye upendo wa kweli na amani ya kudumu. Upendo wa kweli na amani ya kudumu. Kumbuka ya kwamba upendo unaweza ukawepo, lakini wa ulaghai, wa uongo, usiokuwa na kweli ndani yake. Upo wa kimaslahi, kwamba niko na huyu kwa ajili hii, nitamfulia,
kumtengenezea chakula, lakini ninajua ninachokipata. Lakini upendo wa kweli ni ule ambao ni upendo wa agape, usiokuwa na sababu yoyote, kwamba mnaishi kana kwamba mnaishi pamoja ili muweze kumaliza safari pamoja. Sio kwamba mnaishi ili uweze kuchuma, ukiisha chuma uende ukale na watu wengine ambao unawapenda. Hapana, ni lazima tuweze kujua mambo haya, kwa sababu katika maisha ya kawaida ya wanadamu mambo ni mengi. Wengine wako kwenye ndoa kimaslahi, lakini upendo wa kweli na amani ya kudumu, hii utaipata kama ukiangalia nguzo hizi 5. Zipo nguzo 5, misingi mitano hii. Naomba tuiangalie kuanzia msingi huu wa kwanza. Mawasiliano ya kweli na ya heshima. Kumbukwa mpendwa mtazamaji wa Sibuka TV, kama ikiwa kuna mawasiliano ya kweli, hiyo ndoa inazidi kuwa halisi, upendo wake unazidi kuwa wa kweli, na amani yake inakuwa ya kudumu. Hii inamaanisha nini? Hakuna uongo. Kila kitu kinachoendelea kinakuwa ni cha kweli. Hakuna namna yoyote ambayo mtu anafanya vitu vya kisirisiri, vitu vya anavijua yeye labda na mtu mwingine ambayo sio sehemu ya ndoa. Kumbuka kwamba wanandoa wakiwa wawazi na wakielezana ukweli kwamba mimi niko hivi na hivi, miradi yangu ni hii na hii na hii, kazi yangu ni hii na hii, kipato changu ni hiki na hiki, unakuta kwamba pale kuna ukweli. Lakini mtu kama amemweleza mke wake kwamba mimi nafanya kazi na ninalipwa kiasi cha shilingi 500,000, alafu kumbe analipwa shilingi 800,000, zile 300,000 ambazo haziko kwenye ukweli lazima zitatumika namna ya kutumia, zitatafutiwa namna ya kutumiwa kitofauti. Kwa hiyo lazima atakuwa na watu wengine wakula naye hizo 300,000 za kila mwezi, na hapo ndipo uongo unapoingilia. Lakini kama akisema mimi napokea shilingi 800,000, na hizo 800,000 basi zinaweza zikatumiwa kwa ajili ya mambo ya kifamilia na zikaleta ustawi wa ile familia. Na pia kama kwa upande wa mwanamke, ikiwa kuna jambo lolote ambalo analipata, lazima liweze kuwa wazi, au kuna taarifa zozote alizozipata mpya, lazima zieleze kwa ukweli katika familia. Kificho chochote cha namna yoyote kinaweza kikaleta bomu baya katika hiyo ndoa. Kumbuka ya kwamba wewe mama, kijana au mwanaume mwingine au rafiki wa mume wako anaweza akakutumia ujumbe unaoonyesha hali ya kimahaba, pengine anakutaka, na kama hilo jambo usipolifanya kwa mawasiliano ya kweli kwa mume wako, hicho kitu unaweza siku moja kikaja kikafumuka na ukaanza kuona kwamba anamaanisha kukupenda kuliko hata mume wako. Au unaweza ukaja kutokea ugomvi au kutokuelewana kati ya wewe na mume wako, alafu ukaona yule rafiki yake ndio bora kuliko huyo mume wako. Kwa hiyo kila kitu lazima kiwe clear, lazima kiwe wazi. Hata kama wewe baba, kuna mwanamke anakufuatilia, lazima uwe wazi kwa mke wako kwamba kuna mtu fulani ananipigia simu, ananieleza mambo sielewi, ananitumia message sizielewi. Sasa ule uwazi na heshima huwa vinaleta afya sana, na hii ni nguzo ya kwanza, mawasiliano ya kweli na yenye heshima. Hakuna ndoa itakayodumu bila mawasiliano mazuri. Mawasiliano ni nguzo ya msingi sana. Kama usipojua kwamba mwenzako ni nini kinachoendelea kwake, ni ngumu sana kuweza kumwelewa. Anaweza akachelewa kurudi kutoka kazini, ukaona kwamba yuko na watu wake tu. Ameenda tena kwenye michepuko yake. Na wakati unakuta kwamba yuko ofisini anafanya kazi,
Lakini kibaya ni vile ambavyo yule mwenzi hajaweka wazi. Pengine leo tutachelewa, tutakuwa tuna kikao. Pengine leo tumeenda kumtembelea mfanyakazi mwenzetu, kwa hiyo tutachelewa kurudi. Kwa hiyo hayo mambo yanahitaji mawasiliano ya dhati. Enyi wanandoa, mawasiliano ni eneo la msingi sana. Kila kitu ambacho unakifanya au ambacho unafikiria kwenda kukifanya, mshirikishe mwenzio ili muweze kuonekana kwamba mnakifanya kwa pamoja, na yeye aweze kuwa pamoja na wewe katika maridhiano yaliyo sawia. Usije ukaonekana unafanya kitu ambacho hujashirikisha, hata kama ni kizuri namna gani, lakini kama akikuwasilishwa kwa mwenzako kwa heshima, kinaweza kikawa sio chema kabisa. Yumkini unaenda kuwanunulia watoto zawadi, na mume wako yuko mjini kazini na ametoka kiofisi, labda wako na gari wanazunguka, akakukuta wewe uko barabarani, na wakati ni jambo ambalo anajua kabisa wewe ungekuwa nyumbani katika wakati huo. Atafikiria vipi? Lakini ungemshirikisha, basi kila kitu kingekuwa sawa, wala asingekuwa na mawazo hasi. Kwa hiyo inatupasa sisi wanandoa kuwasiliana vizuri sana. Kila step ambayo unaifanya, hakikisha unamshirikisha mwenzio. Lakini pia wanandoa wajenge tabia ya kusikiliza kabla ya kujibu, kuzungumza kwa heshima bila lawama. Hili ni jambo la muhimu sana. Tumepewa masikio mawili ya kusikiliza na mdomo mmoja wa kuzungumza. Hii inamaanisha kwamba ni lazima tusikilize zaidi kuliko tunavyoongea. Kwa hiyo sasa, wanandoa, ni lazima tujenge tabia ya kusikiliza. Wewe sikiliza mpaka mwisho. Yumkini wengine wameshajitengenezea mazingira kwamba huyu hana pointi, huyu huwaga anaga chochote cha kunieleza. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya sana. Ondoa huo msimamo uliokuwa hasi katika ufahamu wako. Una cha kuambiwa, kwani mpaka unaenda kumuoa anakuwa mke wako? Ulikuwa unamuona hana maana? Ana maana, ndio maana yuko pamoja na wewe. Nakumbuka kwamba viwango vyenu katika ubora viko sawa. Mwanamke na mwanaume ni sawa machoni pa Bwana, ni sawa. Kwa hiyo usijione kwamba wewe ni bora kuliko mwenzako, alafu mwenzako yuko chini. Hapana. Tena inatakiwa umsikilize kile anachokisema. Kaa chini, tulia, uelezwe, kisha ukishaelewa nini anamaanisha, unaweza kumjibu kwa heshima bila kuhamaki. Kwa sababu mtu mwingine anaweza akawa anapokea taarifa, hata mtu hajamaliza kuongea, anaanza kumdakia juu kwa juu, na hiyo inaleta mtafaruku. Mawasiliano yanakuwa mabaya. Kwa hiyo lazima tuhakikishe ya kwamba tunakuwa tuna mawasiliano ya kweli, mawasiliano mwanana. Mawasiliano mwanana ni pamoja na kusikilizana. Kusikiliza ni moja ya jukumu kubwa kabisa la kuboresha mawasiliano yetu baina ya wanandoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mawasiliano ni daraja la kuunganisha mioyo. Yaani kama tukiwasiliana vema, mioyo yetu inaunganishwa. Tunakuwa tuna furaha, tunakuwa tuna baraka, tunakuwa tuna neema ya Mungu. Kwa hiyo kupitia mawasiliano yetu, daraja la kuunganisha mioyo yetu linatokea. Kumbuka ya kwamba kile ambacho mimi nakiwaza moyoni hakiwezi kujulikana. Kile ambacho wewe unakiwaza moyoni hakiwezi kujulikana. Lakini ukiongea, kile kilichoko moyoni kinajulikana. Na ndio maana maandiko matakatifu yanatuambia yale ya ujazayo moyo ndio ambayo mtu anayaongea. Yaani kinachomtoka mtu ni kile kilichoujaza moyo wake. Kinamtoka kwa njia gani? Kwa njia ya maneno yake, kwa njia ya matendo yake, kwa njia ya ishara zake. Maana hata ishara ni mawasiliano. Kama ukianza kuonyesha dharau, inaonyesha kwamba katika moyo kuna dharau kubwa ya hali ya juu. Mtu anapoanza kumwangalia mwenzake kuanzia chini, anampandisha, anamshusha, anampandisha,
hii inaonyesha hata moyoni ameanza kumdharau. Hiyo inadhihirika tu katika hiyo ishara. Kwa hiyo sasa ni muhimu sana kuweza kujua ya kwamba mawasiliano ya kweli na ya heshima yanafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome neno hili la uzima katika kitabu cha Yakobo, sura yake ni ya kwanza, mstari wake ni wa 19. Neno la Mungu linasema, hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Yaani tuwe wepesi wa kusema wala si wepesi wa kukasirika. Tuwe wepesi wa kusikia. Kwa hiyo lazima tusikilize vizuri. Lazima tutege attention yetu kubwa katika kuhakikisha kwamba tunapata moyo wa yule anayetuambia. Alafu tusiwe wepesi kusema, lakini pia tusiwe wepesi kukasirika. Hebu tuache Bwana aingilie kati ili mambo yaweze kusonga mbele kwa ubora wake. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tuangalie nguzo ya pili. Tunazo nguzo 5. Hii ni ya pili. Maombi ya pamoja na ushirika wa kiroho. Maombi ya pamoja na ushirika wa kiroho. Wanandoa lazima muwe na muda wa kufanya maombi ya pamoja. Maombi ya pamoja ni kuonyesha ya kwamba hiyo ndoa si kwa nguvu zenu, si kwa akili zenu, si kwa uwezo wenu, bali Mungu anawaunganisha. Mungu anawafanya pamoja. Kwa hiyo sasa, katika maombi ya pamoja na ushirika wa kiroho, tunapaswa kuhakikisha ya kwamba tunaufanya tuwapo katika ndoa na katika familia. Hivyo sasa, mpenzi mtazamaji wa Sibuka TV, lazima kwenye hiyo familia muweze kuweka ratiba ya maombi. Maombi, unaweza kuweka maombi ya kufunga. Mkaamua kufunga kwa ajili ya kuiombea ndoa na familia yenu, ili muendelee kuboreshwa na Bwana mwenyewe katika mahusiano yenu na ushirikiano wenu. Alafu vile vile kuombea hata na uzao wenu, yani kwa maana ya familia yenu. Kwa hiyo sasa, maombi ya pamoja na ushirika wa kiroho, hayo ni mambo muhimu kabisa. Wakati mwingine mnaweza mkawa mnaamua kufanya jambo la kiroho kwa pamoja, hata kwenda kuwatembelea wagonjwa. Ushirika huo wa kiroho, mkaenda kuwatembelea wagonjwa, mkaandaa bajeti yenu kidogo, mkanunua sabuni, mkanunua matunda, mkanunua juisi, maji ya kunywa, mkaenda hospitali, mkafanya tendo hilo la kiroho kwa pamoja, huku mkimtukuza Mungu ambaye ni muunganishi wenu. Lakini vile vile mnaweza mkapanga jambo jingine ambalo litaleta faida ya kiroho. Kwa hiyo wanandoa lazima muwe na jambo la pamoja la kiroho, ili kuweza kudumu katika mahusiano yaliyo bora, ili muweze kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na mke wangu huwa tunafanya maombi ya pamoja ambayo hayahusiani na kanisa kabisa. Tunafanya maombi ya pamoja, tunaweza tukafunga na tukawa tunaombea maombi ya pamoja, tunakuwa tumeandika, tunayafuatilia, tunayaombea kwa siku ambazo tuko tumepanga. Hiyo inaleta afya mno katika mahusiano, kwa sababu mahali ambapo Mungu yupo, shetani hayupo. Sasa katika mahusiano yenu, kama kuna sehemu ya maombi, ina maana Mungu yupo na shetani hawezi kukanyaga kabisa. Na hata yakija kama ni madhoruba, kama ni nini, haiwezi kuwatenganisha, kwa sababu Mungu anaendelea kuwaunganisha, kwa sababu mmekuwa na ushirika naye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maombi huunganisha sio tu mioyo, bali nafsi na roho za wanandoa. Lakini vile vile maombi huunganisha tu sio mioyo bali
Hii nimeirudia. Lakini pia mahusiano huimarika kadiri wanandoa wanavyomtanguliza Mungu. Yaani mahusiano huimarika kadiri wanandoa wanavyomtanguliza Mungu. Yaani pale ndio mnapo kaa katika upendo wa Mungu na upendo baina yenu ninyi wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo sasa maombi ya pamoja na ushirika wa kiroho, hayo yanaleta afya sana, yanaleta kuimarisha mahusiano ya wanandoa kwa jinsi ambavyo mnajielekeza kwa Bwana Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni eneo la muhimu sana. Naomba tuangalie katika Injili ya Mathayo, sura yake ni ya 18, mstari wa 19-20. Neno la Mungu linasema, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Ninyi ni wawili, baba na mama, mume na mke, bwana na bibi. Ninyi ni wawili, na kama ni wawili, basi mkipatana kwenda mbele za Bwana Mungu wetu wa mbinguni atafanya. Neno lake ni kweli na ni amina. Kwa hiyo sasa wawili wanapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, sasa mnaomba amani katika hiyo ndoa yenu, mnaomba furaha katika hiyo ndoa yenu, mnaomba ushindi dhidi ya majaribu ya shetani katika hiyo ndoa. Kumbuka kwamba hiyo ndoa itakuwa na upendo wa kweli na amani ya kudumu, haina upinzani, maana watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Yesu anazungumza kabisa, hawa watu wawili watakaopatana, hawa watu wanandoa watakaopatana kwa maombi yao, Mungu Baba aliye mbinguni atakwenda kuwafanyia. Kwa hiyo hili ni eneo la muhimu sana, kuweza kufanya maombi ya pamoja na ushirika wa kiroho katika wanandoa. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie nguzo ya tatu. Nguzo ya tatu, msamaha wa kweli na moyo wa upatanisho. Msamaha ni neno kubwa. Kama msamaha ukiwepo wa kweli kweli kabisa na moyo wa upatanisho, hiyo ndoa itakuwa na upendo wa kweli na amani ya kudumu. Hii ninamaanisha nini? Kwamba pale mtu anapokosea katika familia, lazima kumsamehe, ni lazima kuachilia, ni lazima kuwa na moyo wa upatanisho. Kwamba hii kusema kwamba nimemsamehe lakini kila mmoja aishi maisha yake, hapo hakuna ndoa yenye upendo wa kweli na amani ya kudumu. Inapaswa kwamba pindi unaposamehe kwa moyo kabisa na unakuwa uko tayari kukaa tena pamoja, kurejesha mahusiano yaliyoharibika. Kumbuka msamaha ni amri ya Kristo, kwamba kama tukiwasamehe wale waliotukosea, na Baba yetu wa mbinguni naye atatusamehe yale ambayo tumemkosea. Kwa hiyo ni tendo la muhimu kabisa kumsamehe mwenzi ambaye ameenda kinyume na wewe, mwenzi ambaye amefanya yanayokuudhi na kukudhalilisha. Kwa hiyo msamaha wa kweli na moyo wa upatanisho unahitajika sana kwa kila muamini, ili akapate kuweza kudumu katika ndoa yenye upendo wa kweli na amani ya kudumu. Kusamehe ni jambo ambalo sisi sote tunatakiwa tuwe nalo. Ninajua ya kwamba kusamehe sio jambo rahisi na sio asili ya kibinadamu. Kusamehe imeonekana ni kama vile kujidhalilisha, kuona kwamba pengine huyu mtu amenifanyia hivi lakini bado namsamehe, afu bado naenda kupatana naye, ni kama vile kujishusha hivi. Lakini ndio utaratibu wa Mungu, ndio kanuni ya kimungu. Mimi na wewe tunahitajika sana tuweze kuwa na msamaha wa kweli, lakini pia na moyo wa upatanisho, kwamba tukiisha samehe
tuendelee tena, maisha yasonge mbele, ndoa ivunjiki, ndoa inasonga mbele. Kitakachotutenganisha ni kimoja tu, ni kifo. Na hivyo ndivyo maandiko matakatifu yanavyotutaka mimi na wewe tuwe. Hivyo mpendwa mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, samehe halafu patana. Samehe halafu patana. Ndoa yako itakuwa na upendo wa kweli, lakini na amani ya kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Makosa hayaepukiki, lakini kutokusamehe hujenga ukuta wa maumivu. Kwamba sisi ni wanadamu, tunaishi katika mwili wa damu na nyama. Hatuachi kukosea, hatuachi kukosewa. Hata kama wewe unajitahidi sana kuwa mkamilifu katika namna yoyote, ambacho ni kitu kizuri, which is good, lazima uwe tayari pia kumsamehe yule mwingine ambaye uko naye anayekosea. Kwa hiyo sasa, makosa hayaepukiki, kila siku yapo. Na Waswahili wakatuambia ya kwamba vikombe ambavyo vimekaa kabatini kwa pamoja haviachi kugongana. Yaani vinagongana. Hiki kinagonga kengine, hiki kinagonga kengine. Kwa hiyo ndio hata kama kwa wanandoa tunapokaa pamoja kuna kugongana kidogo. Lakini kama tukiwa tunayashikilia makosa, yaani mtu akikukosea unaanza kuhesabu makosa kabla, wakati mko kwenye uchumba, wakati mnaoana, wakati mkiwa vijana mpaka leo wazee, yanahesabiwa mfululizo ya makosa mengi. Itakuwa sio ndoa yenye amani na furaha. Itakuwa sio ndoa yenye upendo wa kweli na amani ya kudumu. Kwa hiyo lazima tuweze kuwa na hali ya kuweza kusamehe, lakini pia na moyo wa upatanisho. Kwa hiyo makosa hayaepukiki, lakini kutokusamehe hujenga ukuta wa maumivu. Kumbuka ya kwamba kama usiposamehe utaendelea kuumia. Yaani kuumia utaendelea kutafunwa na hiyo kutokusamehe kwako, ambacho ni kitu ambacho kitakuharibia maisha yako yote. Kumbuka ya kwamba unapotamka msamaha, unapokusudia moyoni kusamehe, lakini pia unapoachilia na kupatana, hiyo inakuweka huru na unaendelea kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Msamaha si hisia, ni uamuzi wa kiroho wa kufungua milango ya uponyaji na amani. Kumbuka, sio issue ya hisia. Wakati mwingine unasamehe huku moyoni unaumia. Kwa hiyo msamaha sio issue ya hisia. Msamaha unaweza kuwa unaumia moyoni, lakini umeshafanya uamuzi kwamba nimesamehe kwa ajili ya Bwana. Tena unasema huu ni mlango wa uponyaji na amani, kwamba ukisamehe unaponywa moyo, unapata amani. Unaponywa moyo ukisamehe, unapata amani kubwa kabisa. Lakini usiposamehe, kila ukimwona huyo aliyekukosea, utakuwa unaumia kwa maumivu makubwa. Kila akitokea huyo usiyemsamehe, utakuwa unaumia na kuteseka. Moyo wako utakuwa hauponi majeraha yake. Lakini uamuzi wa kusamehe, tena wa kuzikaidi na kuzikatili hisia zako za kile ulichofanyiwa, kutokukithamini na kuona kwamba kuna haja ya kusamehe kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyotusamehe makosa yetu, dhambi zetu nyingi, ndivyo tutakavyosimama. Kwa hiyo sasa, msamaha si hisia, ni uamuzi wa kiroho wa kufungua milango ya uponyaji na amani. Lazima utengeneze kuwa na amani. Lazima utengeneze kuwa na amani. Lakini pia kukataa kusamehe ni kufunga ndoa katika majeraha. Yaani ndoa ile inakuwa na majeraha. Nimewahi kushuhudia ndoa kadhaa ambazo wawili hawakusameheana. Wengine wakaamua kuchukua maamuzi ya kwenda kuolewa huko na huyo akaenda kuoa huko. Mwishoni maumivu yale yanaendelea. Na hata kule walikoenda hakuna amani tena. Wanaendelea kuhangaika. Mwingine akaamua kuachana kabisa na masuala ya mahusiano. Hiyo bado ni maumivu. Bado ni maumivu makali.
Hivyo nipende kukuambia, unaweza ukasamehe hiyo amri ya Mungu, ukaamua kuichukua na kuona ya kwamba kuna haja ya kuweza kuanza upya na kutengeneza mahusiano mapya, yaani upatanisho tena na kuendelea na hiyo ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ukweli mmoja lazima tuujue. Huu ukweli unasema hivi: ni heri matatizo uliyoyajua na kuyazoea kuliko kuyaendea matatizo mapya. Ni heri matatizo uliyoyajua na kuyazoea kuliko kuyaendea matatizo mapya. Ninamaanisha nini? Kwamba ikiwa wewe uko na mwenzi wako, umemjua na matatizo yake unayajua na umeyazoea, kuliko kuondoka hapo kwenda kutafuta mahusiano mapya, ukaenda ukakutana na matatizo mengine mapya usiyoyajua ambayo yataweza kukupa kero zaidi na presha hata kufa. Kwa hiyo baki ulipo. Pale ulipo ni mahali pazuri, panatengenezeka, panasawazika, panafanyika upya. Kwa hiyo kama ni wanandoa, hakikisheni kwamba msamaha wa kweli upo na moyo wa upatanisho na kuanza upya upo. Usianze kushikilia na kushikilia na kushikilia. Ile ni maumivu yanayokunyonga wewe mwenyewe, yanayokuumiza wewe mwenyewe, yanayokukaanga wewe mwenyewe. Tusamehe, tupatane. Tusamehe, tupatane, tuendelee kusonga mbele. Waswahili wakasema ya kwamba mtoto akinyea mkono hutaukata. Ukiukata ni maumivu makali zaidi, unaweza ukaumia zaidi, lakini pia unaweza kuchukua muda kupona, na hata ukipona huwezi kufanya vile shughuli za kwenye kiganja chako ulichokikata kwa sababu kimenyewa. Tunachokisema ni hiki, kwamba unasafisha mkono, maisha yanazidi kusonga mbele. Hivyo ndivyo ndoa inavyotutaka mimi na wewe tuwe. Na kama tumesamehe na tumepatana, maisha ya ndoa yanasonga. Uzoefu mpya unapatikana. Neema ya Bwana inaendelea kutufunika. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome Waefeso 4. Waraka kwa Waefeso 4, sura yake ni ya 31 na 32. Neno la Mungu linasema, uchungu wowote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Yaani uchungu wa kila namna. Ghadhabu ni hasira iliyokithiri, ni hasira kubwa, hiyo ndio inaitwa ghadhabu. Na hasira na kelele, yaani hapana utulivu. Na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Ubaya wowote utuache. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Kwa hiyo sasa, haya ni maeneo ya kufanyia kazi. Unapokosewa, samehe, patana, songa mbele. Unapokosewa, samehe, patana, endelea kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la 4, tunaelekea kumaliza. Heshima na kuthaminiana. Heshima na kuthaminiana. Wanandoa lazima muheshimiane. Mtu ambaye unaenda naye mpaka chumbani lazima umthamini, lazima muheshimu. Baba si wa kawaida, mama si wa kawaida. Kwa hiyo unapomchukulia kama si wa kawaida, si kama watu wengine. Mume si wa kawaida, mke si wa kawaida. Unapotengeneza hayo mazingira, thamani yao inaongezeka, heshima yao inaongezeka katika moyo wako. Kwa hiyo imetupasa kuheshimiana na kuthaminiana kwa dhati kabisa, ili ndoa yetu iweze kuwa na upendo wa kweli na amani ya kudumu. Wanandoa wanapaswa kuheshimiana kwa maneno na matendo. Kwa maneno na matendo. Unasema nini juu ya mke wako? Unasema nini juu ya mume wako?
Unawakuta watu wanamsengenya mme wako na wewe unachangia hoja, unasema yani mimi ndio mke wake kabisa. Yani yule baba hafai. Mimi niko tu basi kwa ajili ya wale watoto. Hapana, unaharibu. Wewe unatakiwa ukifika mahali ambapo wanamsengenya mume wako, wanyamaze wenyewe, kwa sababu wanajua kabisa hutaweza kuungana nao kabisa. Unakuwa wa kwanza kwenda kumsema mume wako mtaani. Sio heshima wala sio kumthamini. Unakuwa wa kwanza kwenda kumsema mke wako mbele za watu kwamba hafai, ana mapungufu haya na yale na yale na yale. Hiyo haifai. Hiyo ndoa haiwezi kuwa na upendo wa kweli na amani ya kudumu. Kwa hiyo lazima yale mambo ya ndani, ile thamani ya ndani, kwa maneno na matendo yenu yaonyeshe kabisa kwamba ninyi mnapendana, ninyi mnathaminiana, ninyi mnaheshimiana. Bwana Yesu asifiwe. Mke na mume wote wanahitaji kuthaminiwa, kuonekana na kusikilizwa. Kuthaminiwa, kuonekana na kusikilizwa. Mke asikilizwe, mume asikilizwe, athaminiwe. Haya ni mambo yanayohitajika. Heshima huzaa upendo, dharau huua hata mapenzi mazuri. Pale ambapo kunakuwa kuna dharau, hata hisia kwa mwenzako zinakuwa hazipo. Kama kuna dalili zozote za dharau, hata mapenzi yanaondoka, kwa sababu inakuwa haina maana. Lakini unapomchukulia huyu mtu ni special, wewe baba unapomthamini mama, unasema ngoja mama na yeye aseme kidogo hapa, ngoja tumpe nafasi mama, kwenye hii rangi ya nyumba ngoja tumuite mama aje aseme ni rangi gani nzuri. Maana wanawake huwa ni wazuri kwenye kuchagua rangi. Sisi tunajenga maukuta, matofali, manini, tukishaweka structure mama aje aseme ni rangi gani. Umemthamini. Na ile rangi atakayoichagua ipake hiyo hiyo. Wewe mama, unapakua vyakula vya familia, yaani cha mtoto akijulikani, cha baba akijulikani, vyote viko sawa tu, kila mmoja achukue chakula chake hapo. Hapo hamna thamani. Lazima ujue namna baba anavyokula, na hiyo inaongeza mapenzi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome andiko hili, Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro 3:7. Neno la Mungu linasema, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa lazima tuhakikishe ya kwamba tumeweka mahusiano mazuri na wenzi wetu, lakini pia kuomba kwetu hakutazuiliwa. Haya ni maeneo ya muhimu sana. Kumbuka hii hapa ni nguzo ya 4. Twende tukamalizie nguzo ya 5. Nguzo ya 5 inasema maono ya pamoja na ushirikiano katika malengo. Maono ya pamoja na ushirikiano katika malengo. Lazima tuweze kuwa na maono ya pamoja. Hakuna kitu cha muhimu kama kuona pamoja. Kama mkiwa mnaona pamoja, hamtasigana, kwazana katika kuyatimiza, hamtaacha kuwa na mwelekeo mmoja, hamtaburuzana, hamtavutana, kwa sababu mtaenda wote mna mwelekeo mmoja. Kwa hiyo kati ya uwekezaji muhimu ambao wanandoa wanatakiwa kuufanya ni kuhakikisha kwamba ule upamoja unakuwepo. Mathalani, mnataka mjenge nyumba au mnunue kiwanja, lazima muwasiliane. Mama, sasa nataka tununue kiwanja, kwa hiyo sasa naomba tushirikiane kwa pamoja, tuliombee, lakini pia tujinyime. Maana lazima kujinyima baadhi ya vitu ambavyo vina thamani kubwa maishani ili kuweza kununua kiwanja na kuanza kujenga. Kama hivyo ndivyo, basi tutaenda pamoja. Lakini kama anayefahamu hilo ni baba peke yake, yani maono hayo anayo baba peke yake, mama anasema kila siku tunakula dagaa na mboga za majani, inakuweje?
Kwa hiyo kumbe bado hamuoni pamoja, lakini akijua kabisa fedha ile inakuja na inaenda kwa ajili ya kutengeneza nyumba ya kuishi, kuboresha maisha, basi kila mmoja atakuwa na amani. Hivyo mpendwa mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, ni kuombe sana, tengeneza maono pamoja na mwenzi wako, yawe ya pamoja, munie mamoja. Ndoa bila maono ya pamoja hukosa mwelekeo. Lazima muelewane kuhusu pesa, watoto, huduma, maisha ya baadaye. Lazima muelewane kwamba pesa zitatumikaje, watoto watalelewaje, huduma zitaendaje, maisha ya baadaye yaweje. Hayo ni mambo ambayo mnatakiwa muyaone kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ushirikiano huondoa mashindano. Unajua kusigana ni mashindano. Mimi nataka iwe hivi, lakini kama mkiwa mna mwelekeo mmoja, kunaondoa mashindano, ufungua milango ya baraka, na Mungu anakuwa pamoja na nyie kwa sababu wa mshindani, munania mamoja. Naomba tusome Amos 3:3. Amos 3:3. Neno la Mungu linasema, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Kwa hiyo lazima kupatana ili kuweza kutembea pamoja. Kwa kifupi, upendo na amani, upendo wa kweli na amani ya kudumu, kama ndio paa, imebebwa na nguzo 5: mawasiliano ya ukweli na ya heshima, maombi ya pamoja, msamaha wa kweli na toba ya kweli, heshima na kuthaminiana, lakini pia maono ya pamoja na malengo ya pamoja. Hizi ndizo nguzo zinazoshikilia ndoa yenye upendo na amani. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuangalie wanatheolojia wanasema nini kuhusu jambo hili. Dr. Jimmy Evans, yeye ni mchungaji wa Kipentekoste, mwanzilishi wa Marriage Today na mwandishi wa vitabu vingi kuhusu ndoa. Anasema hivi, marriage is not built on love alone, but on the daily choice to communicate, forgive, serve and pursue peace, all under the lordship of Jesus Christ. Tafsiri yake ni kusema kwamba ndoa haijengwi kwa upendo pekee, bali kwa maamuzi ya kila siku ya kuwasiliana, kusamehe, kuhudumiana na kutafuta amani, yote chini ya uongozi wa Bwana Yesu Kristo. Huyu ni Jimmy Evans katika kitabu chake cha Marriage on the Rock, yani ndoa katika mwamba, cha mwaka 2004. Lakini mwandishi mwingine ni Dr. T.D. Jakes. Yeye ni askofu na mwanzilishi maarufu wa Kipentekoste, mwanzilishi wa The Potter's House na mwandishi wa vitabu vingi vya ndoa na maisha. Yeye anatuambiaje? A great marriage is not when the perfect couple comes together. It is when two imperfect people learn to walk in forgiveness, grace and commitment every single day. Yaani kwa tafsiri yake inasema ya kwamba ndoa bora si ile ya wanandoa walio wakamilifu, ni ile ya watu wawili wasio wakamilifu wanaojifunza kutembea katika msamaha, neema na kujitolea kwa kila siku. Na huyu ni T.D. Jakes ambaye ameandika katika kitabu cha The Lady, Her Lover and Her Lord, kwamba mwanamke pamoja na mpenzi wake pamoja na Bwana, cha mwaka 1998. Kwa hiyo tutaenda kuangalia katika kipindi kijacho swali linalosema ya kwamba, je, ndoa inaweza kuponywa baada ya tukio la uzinzi au usaliti? Je, ndoa inaweza kupona baada ya tukio la uzinzi au usaliti? Usikose kuungana pamoja nami. Wapi? Ni hapa hapa Sibuka TV. Naomba tafadhali utaniandikia kile ambacho umejifunza, kile ambacho umejisikia katika mawasiliano ambayo unayaona hapo chini. Basi na kabla ya kwenda kumaliza, tumshukuru Mungu. Baba Mungu, asante kwa sababu ya neema na uweza wako. Asante kwa ushindi na nguvu na neema yako Bwana.
umekuwa hapo pamoja nasi katika wakati huu. Naomba ukapate kuendelea kutufunika na kututegemeza ili tukapate kukuona wewe katika utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo Baba tunaomba na kuamini. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Sibuka TV.